Washam, mababa askofu mlioko hapa, waheshimiwa sana wa monsinyori, na kwa namna ya pekee mamonsnyori wetu ambao tunawapongeza na kuwaombea siku ya leo, na bila kumsahau baba askofu Desiderius Rwoma ambaye anaadhimisha mwaka wa 52 tangia apewe padre. Waheshimiwa mapadre, wapendwa watawa, jamaa za mamonsnyori wetu wapya na waamini wote, tumsifu Yesu Kristo tena. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Nianze kwanza kwa kuendelea kuwashukuru wapendwa maaskofu na mamonsnyori, kwa namna ya pekee Monsignor David Mbirigi ambaye amefika kwa ajili ya shughuli hii ya kuwapongeza wa monsinyori, pamoja na kuwashukuru mapadre wote mliofika na waamini wote mliofika kwa ajili ya kuwapongeza wa monsinyori. Asanteni sana kwa kuja kwenu, na Mungu awakirimie kwa kuhudhuria tukio hili ambalo ni muhimu katika jimbo letu. Baada ya kutoa shukrani zangu za dhati, ninapenda nimtambulishe mmoja wa maaskofu ambaye yuko hapa, ambaye ninapenda kumtambulisha kwa sababu yeye amekuwa ni mmojawapo wa walimu wetu waliotufundisha pale Segerea, akishirikiana na Monsignor David Mbirigi, na yeye ni baba askofu Venance Koda, askofu mstaafu wa jimbo la Same. Baba askofu, napenda usimame na wapungie mkono waamini walioko hapa. Yeye ana shughuli maalum tarehe 30, lakini kwa sababu ya urafiki tulionayo naye ameona afike mapema apumzike hapa. Tunakushukuru sana kwa kufika kupumzika hapa na kutujulia hali. Na kama sisahau, nadhani ni mmojawapo wa mwanadarasa wa monsinyori, labda kama nakosea, sijui Father Fajes nimekosea au ni kweli. Anasema kama wanapishana miaka fulani, lakini basi walikuwa walao hawakuwa mbali katika masomo. Kwa hiyo tunakushukuru kwa kuwa nasi na tunakukaribisha hata wakati mwingine unapojisikia kufika hapa jimboni kwetu, na kwa namna ya pekee kwa mwanafunzi wako ambaye ulimfundisha. Nipende pia ingawa tumesahau kutaja pale mwanzoni mwa ibada ya misa takatifu, lakini naomba tutakaa muda kidogo tukimkumbuka. Leo tunamkumbuka kwa namna ya pekee Monsignor David Kamugisha, ni siku ambapo alifariki. Tukae kimya kumkumbuka.
Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Kabla ya kuendelea na mambo mengine yanayohusu siku ya leo, ningependa kuambia kwamba siku zilizopita tangia tarehe 18 mpaka tarehe 26 tulikuwa kwenye mkutano mkuu wa AMESEA ambao ulifanyika katika Chuo Kikuu cha Afrika ya Mashariki na Kati, kinachoendeshwa na mabaraza ya maaskofu wa nchi za Afrika Mashariki na Kati. Chombo hicho cha muunganiko wa mkutano wa mabaraza ya maaskofu Katoliki na Kati kinaitwa AMESEA, au kwa Kiingereza wanasema The Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa. Na kama nilivyosema, mkutano huo ulifanyika nchini Kenya katika jiji la Nairobi tangia tarehe 18 mpaka 26 mwezi huu wa 7. Mkutano huu mkuu ulihudhuriwa na maaskofu kutoka kwa nchi 9 ambazo zinaunda umoja huo wa AMESEA, au kwa Kiswahili muunganiko wa mabaraza la maaskofu Katoliki wa nchi za Afrika na Kati, ukiunganisha nchi 9. Na kitu kikubwa ambacho ningependa mkifahamu katika kilichojili katika mkutano huo ni mada kuu ambayo ilizungumziwa. Mada hiyo ilikuwa inasema, kwanza kwa Kiingereza, AMESEA Synod Journey with Young People, Building Bridges of Communion, Hope, Justice and Good Governance. Kwa Kiswahili ambacho kisicho rasmi, safari ya kutembea na vijana kwa kujenga uhusiano katika ushirika, matumaini, hakika, haki na utawala bora. Nirudie labda muweze kamata vizuri. Safari ya kutembea na vijana kwa kujenga uhusiano katika ushirika, matumaini, haki na utawala bora. Kwa hiyo ndio ilikuwa mada kubwa ambayo mababa tuliambiwa tulikuwa maaskofu 140 kutoka katika nchi hizo, na tulikutana. Mkutano huo uliendeshwa katika Chuo Kikuu cha Afrika ya Mashariki na Kati ambacho kinaendeshwa na mabaraza hayo. Chuo hicho kinaitwa KUEA na baadhi ya mapadri wetu wamepitia hapo. Na kwa nini mababa askofu waliamua kuzungumzia kutembea na vijana kwa kujenga uhusiano kati ya ushirika, utafiti, kujenga ushirika, matumaini, haki na utawala bora? Ni kwa sababu utafiti uliofanyika katika nchi hizi za AMESEA
na watafiti waliona kwamba katika nchi za AMESEA vijana ndio wengi zaidi. Watafiti wanasema vijana kutoka umri wa miaka 15 mpaka 35 wanafanya 70% ya watu wote. Yaani sisi ambao tumeisha zidi miaka 35 ni 30%. Kwa hiyo mababa waliona wazungumzie namna ya kutembea na vijana hawa ambao ni wengi, ambao wanafanya 70% ya idadi ya watu. Yaani vijana ambao wengine wanawaita Gen Z, ambao ndio walio wengi katika nchi zetu za Afrika ya Mashariki na Kati, na hata katika Afrika ndio walio wengi, sababu kama wanafanya 70% na sisi tunabakia 30%, kwa hiyo kuna umuhimu wa kuwa na mahusiano ya karibu na hawa vijana ambao ndio walio wengi, ili tuweze kuwasikia wanafikiria vipi, mawazo yao ni yepi, na namna ya kutembea nao kwa karibu, sio kwanza kuvutana nao. Kwa hiyo ndio umuhimu walau uliokuwepo wa mabaraza hayo ya maaskofu kuona kwamba wazungumzie mada hiyo ambayo inawahusu watu walio wengi. Mada mbalimbali zilitolewa na mada hizo zikuwa za muhimu, lakini zote hatuwezi tukaziongelea hapa, na mada hiyo hatuwezi tukaiongelea kwa undani hapa. Tutapata muda tuweze kuita semina ambapo tutaongea na makundi mbalimbali kuhusu umuhimu wa kutembea na vijana hawa ambao ndio walio wengi, ambao wanahitaji maelekezo na maongozi fulani kutoka kwetu sisi, na labda na kukaa nao na kuwaelewa. Huenda tukawa labda tunaongea nao lakini hatuwaelewi wanafikiria nini. Kwa mfano, alikuwepo kijana ambaye alikuwa anatoka Kenya, ambaye aliwawakilisha vijana. Walipompatia muda, aliongea akasema, watu wazima wengi hawatuelewi, wanatuona labda sisi ni waasi. Na alipokuja kuongea juu ya mapadre, anasema tunapowaendea kule maparokiani wako bize kila hawana mahusiano mazuri na sisi. Na zaidi kwa maaskofu alisema wako bize. Kwa hiyo mnaona kwamba kwa namna fulani tuna gapu kubwa, au kuna nafasi ambayo haijajazwa humu katikati, ambayo inabidi ili kuweza kutembea nao inabidi tuwe karibu nao. Kwa hiyo kama nilivyosema, tutaita semina za wadau, mapadre na labda viongozi mbalimbali wa halmashauri ya walei HAWAKA, tuweze kuongea nao na namna ya kutembea na vijana wa sasa hivi ambao wanaitwa ni vijana wa dijitali. Kwa hiyo hilo ndilo nilipenda kufafanua
na kwa namna gani sisi kama jimbo tutaweza kuwa karibu na hao vijana na namna ya kujitayarisha. Kwa hiyo tutaelezwa na wale ambao wanahusika na padri ambaye ni mkurugenzi wa vijana, Padri Africanus. Basi unaona kazi kubwa ipo. Nadhani itabidi hata tukuongezee na watu wengine ambao utaweza kutembea nao kuhusu vijana. Baada ya kumaliza hayo kuhusu mkutano mkuu wa MESEA ambao ulifanyika tarehe hizo nilizozitaja, na sasa ninarudi kwa Wamonsnyori na Mwashambaba Askofu.